Asante Bwana, hakuna wakufanana na wewe. Baba, tunakuinua mahali hapa Bwana. May you take over, Lord. May you take over. May you take over, Lord, in Jesus' name. Take in charge, oh God. Let your Holy Spirit be with us in the name of Jesus. Baba, tunajipa tena mbele zako. Tuongoze Bwana kama venye utakavyo. Tutumie kama chombo ili tukaongea na watu wako siku ya leo. Hata Apostle James namweka mikononi mwako, my Father. Jehova, mtumie kama chombo ili ukampatie nguvu, ukampatie favor ili akaweza kuongea na watu wako siku ya leo. Na watu wako Bwana wakapate kuingia hii neno wataopatui ikakae ndani yao. Jehova, na wakagrow kwa hiyo neno ndani za roho zao, in the name of Jesus, in their spirit, oh God, in Jesus' mighty name. Manake wewe ni mfalme. Najua umetuma mtumishi wako na kona message yako. Baba, tunahitaji kusikia katika jina la Yesu. God, we are ready to hear from you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. God bless you in the name of Jesus. Tunakukaribisha. Hii ni studio ya True and Love in Christ Ministry. Tunakukaribisha. Kaa hapo na uone venye Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Tuko na Apostle, my guest, Apostle James, na ninajua amekuletea kitu. Ako na message yako. Na ninajua Mungu anaenda kukubadilishia maisha. Hata kama venye kuko, hata venye unaona mambo imekaa. Lakini ya kwamba tuko tunaongea na akasema wakati jangwa ilikuja katika Israeli. Amen. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja hakupatwa na hiyo jambo. Hata wewe hautapatwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Welcome, man of God. Welcome Pastor James. Apostle James. Katika hii studio ya True and Love in Christ Ministry. Tunakupenda na najua uko na ujumbe wa Mungu. Karibu. Asante. Ingia upige neno. Asante. Patia watu wako ndani box. Asante, nashukuru mtumishi wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nafasi ambayo nimepata, na mshukuru Mungu, pia nashukuru wale ambao wahusika wenye kutualika. Amen. Ni kwa jina la Yesu Kristo. Na bila watazamaji wetu tunawakaribisha jioni ya leo kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu unapoona Mungu ametuma neno lake, ana upendo nasi. Ni upendo. Ni
kwa sababu mawazo Mungu anayokuwasia ni mawazo mema ya amani na furaha na kupa tumaini. Amen. Kuna wakati mwingine ambapo mtu anafika mahali anasikia kama amevunjika moyo. Amen. Usivunjike moyo mpendwa. Huo wakati unajaribu kusikia kama unavunjika moyo, ni wakati ambao Mungu anakuja. Ni kwa sababu Mungu hafanyi kama vile mwanadamu anavyofanya. Yes. Mungu kile ambacho kinaompendeza ndicho ambacho wanakifanya. Amen. Ni kwa sababu Mungu hawasi kama sisi na hapangi kama sisi na afikiri kama sisi. Lakini Mungu kuja wakati wake. Kuna wakati mmoja ambao Ibrahimu na mke wake Sara walikuwa wamefika mahali wakawa kwamba hawapata mtoto. Lakini maandiko yanasema kwamba malaika wa Mungu alipokuja kwa akawaambia wakati wa Mungu ulio mwafaka ukitimia atakupa mtoto. Amen. Na kweli ni hakika Mungu alimpa mtoto. Yes. Kwa hivyo na mtazamaji wetu ambaye unatazama ya kwamba inawezekana ukaona kama Mungu amekuacha, hapana. Inawezekana ukaona kwamba Mungu ni kama amekusahau. Mungu hawezi kutusahau. Yes. Ni kwa sababu maandiko yanasema kwamba Mungu ametuandika katika kanja mikono yake. Amen. Unaweza ukaona kwamba unapitia changamoto uone kama Mungu kweli, kwani Mungu alinisahau? Kwani Mungu amenitupa? Hapana. Maandiko yanasema kwamba Mungu upendo alio nao nasi hawezi akatuacha. Sisi ndio ambao tunaweza kumwacha Mungu, lakini Mungu hawezi akatuacha. Kwa hivyo mtazamaji wetu, ni vizuri ukaelewa kwamba Mungu anakuwazia mema. Ana mipango mema. Atakufanyia siku moja. Ni vizuri ukaelewa kwamba siku ambazo tupo, unapomtafuta Mungu ataonekana. Ukimtafuta kwa bindi yako utaona. Kile ambacho ningependa kukuambia kabla tuingia kwa message, ujue kwamba bindi yako ndiyo itamleta Mungu kwako. Amen. Ni kwa sababu hatuwezi mtafuta Mungu kwa usembe tumuone. Wakati unamtafuta Mungu kwa usembe hauwezi ukamuona, lakini ukimtafuta Mungu kwa bidii utamuona. Tuangalie example moja. Ukiangalia Ayubu alikaa akiteseka, lakini Ayubu hakuacha kutafuta Mungu na kukiri makuu ya Mungu hata kama alipitia changamoto. Unajua mtumishi wa Mungu, kuna watu ambao pitia challenge wanaanza wanasuka. Kuna watu ambao pitia mangumu wanaona kama hakuna Mungu. Wanapitia mangumu, wanauliwa, kuviakiwa, kufanywa mabaya mengi, wanaona kama Mungu anipendi. Unafika mahali mtu anafikiria kujiua. Hapana, hiyo sio solution. Anafikiria kunywa dawa, anafikiria kuchukua kamba. Hapana. Lakini mpendo, acha nikwambie kwamba msaada hauko kunywa dawa, msaada hauko kuchukua kamba, lakini msaada uko kwa Mungu. Kuna wakati mmoja ambao David katika Psalms 121, David alifika mahali na akaangalia akaona kwamba kote duniani hakuna msaada. Maandiko yanasema kwamba David akatazama juu, akasema hakika msaada wangu watoka kwa Mungu. Kwa hivyo wale kwamba msaada wetu uko kwa Mungu. Msaada wetu uko kwa vitu tunaopewa na wanadamu, lakini msaada wetu uko kwake Mungu. Msaada wetu uko kwa mafuta ambao unapewa na pastor, lakini msaada wako uko kwake Mungu. Msaada wako uko kwa chumvi unapewa na pastor, lakini msaada wako uko kwa jina la Yesu Kristo. Msaada wako uko kutoa dhabihu ati uende uombewe. Hapana, msaada wako ni kumtazama Yesu. Wakati unamtazama Yesu, hakika Yesu ukuja. Maandiko yanasema ya kwamba wenye haki ukimilia jina hilo anapata msaada. Lakini mpendwa, haupati msaada kwa chumbi, haupati msaada kwa vifagio, haupati msaada kwa kupewa kitu bebe. Unapata msaada kwa jina la Yesu Kristo. Ukikimilia jina unakombolewa. Ukiwa mgonjwa unapona. Ukiwa una kazi unapata kazi. Ukiwa una ndoa unapata ndoa. Lakini watu wengi siku ya leo wamekosa kumtegemea Mungu, wametegemea wanadamu. Anaendea kupewa irisi, anaendea kupewa uchawi, anaubeba, anaendea kupewa vitu fulani, anabeba kule kuwategemea Mungu. Ningependa kusomea mstari usikie katika kitabu cha Isaya. Sikia mpendwa, ujue jina la Mungu ni msaada wako. Wacha kutembea kwa waganga, tuache kutembea kwa njia za miungu, tutembee kwa Yesu. Katika kitabu kile cha Isaya 26 mstari wake ni wa 4, inasema mtumainie Bwana siku zote, Bwana Jehova ni mwamba wa milele. Maandiko watuambia kwamba ati mtegemee Mungu. Tuangalia watu wengi, unakuta mwanabiashara amekataa kutegemea Mungu, ategemea irisi. Unakuta pastor ameacha kutegemea Mungu, atembea pamoja na injili. Unakuta mnabii amekataa kutumia jina la Mungu, anaendea power za kufanya unabii, anaendea nguvu za giza, anaenda baharini, anachukua maji, anakuja kundanganya watu.
Wapendwa, kuna nguvu katika jina la Yesu. Kuna msaada katika jina la Yesu. Angalia watu siku ya leo wako na miungu mingine wanaitengenezea ambao ni ya sanamu ya kigeni. Na ndio sababu siku ya leo mtumishi wa Mungu, taifa la Kenya liko na shida. Kwa sababu upiri wasakataa kufundisha injili, wanapea watu miungu wabebe. Kuliko mtu apewe jina la Yesu, anapewa miungu mingine. Kwa hivyo wakati ambao anapewa miungu mingine, Mungu anaondoka. Kwa sababu kanisa leo ni ya kurushiwa maji mnaanguka. Kanisa leo ni ya kupewa vitambaa unabeba. Lakini mpendwa, sikia, Paulo akaenda katika kanisa moja pale Athene. Sikia vile aliwaambia. Unajua mpendwa, si Mungu apenda taifa letu, lakini ule uchafu ambao anaona ukifanyika wa miungu mingine, wako wanakasirika. In the name of Jesus. Sikisa. Paulo akaenda Athene, akakuta watu wasangeuza injili, wakaleta injili ambao ni ya kupotosha watu. Sikisa. Bila Paulo aliwaambia, Matendo ya Mitume 17. Naomba wote nami pamoja. Mungu atusaidie sana na akaponya taifa letu wapendwa. Matendo ya Mitume 17. Tuanzie 26. Sikia. Kwa sababu tuanze tuelewe mzuri. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko kuyaona mambo ya ibada, niliona madhabahuni iliandikwa maneno haya: Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiria habari zake yeye ambaye nyinyi mlimwabudu bila kujua. Sikia mtumishi wa Mungu, nisema hivi. Sijui tutawekewa hapo kwa nini? Na kutaka tuangalie mstari huu. Angalie mstari ule. Tena. Tuanzie tu 23. Kitabu ni Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 17:23. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huku na huku na kuyaona mambo ya ibada. Sikia, alipitia kanisani. Akaona ibada ambazo sio leo kanisani. Sikiza vile aliwaambia. Niliona madhabahuni imeandikwa maneno haya: Mungu asiyejulikana. Bali mimi nawahubiria habari zake ambaye nyinyi mlimwabudu bila kumjua. Sasa mstari ambao uko na tinda ndio nasema hiyo maandiko tu 17:29. Basi kwa kuwa toza wa Mungu haitupasi kudhania uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au njiwe au vitu vyote vilivyosongwa na mstandi wa akili. Kuna international hapo anasema tuhubiri na kizungu wameani. Smith, man of God from India. God bless you in the name of Jesus. Sikia sasa, Paulo akapita madhabahuni, akaona watu wanapewa chumvi. Akastuka, akauliza, mmedhania Mungu anaunganishwa na vitu vinavyosongwa na akili? Tuunganisha na kizungu. Yote tu. Sasa Paulo ameingia. Akakuta watu wamengeusa throne gold with a hand of gold. Yes. Paulo alipoenda akauliza why? Akasangaa. Akawambia, don't compare gold with some things. Yes. That's some things. Yes. Hao watu walikuwa wameweka miungu mingine. Na kama saa hii ukiangalia taifa letu, unakuta kuna kanisa, kuna pale chupa na maji. Beba kina Mungu. Lakini Mungu hawezi akapitia kwa hiyo vitu akaleta msaada. Yes. Hawezi akapitia ati pastor give you all water then you take. Oh, you cannot get it. Lazima utafute kwamba wewe Mungu anapitia kwa jina lake, apitie kwa chumvi, apitie kwa mafuta, apitie kwa vitambaa. Lakini wahubiri wa siku hizi wameweka the power of Holy Spirit kando. Wakaleta vitu vingine vya kuchanganya watu. Wacha nikwambie, man of God, the Holy Spirit hawezi angusha mtu. Tuangalie wanyaji. Tuangalie Ezekieli 2. Roho Mtakatifu Ezekieli 2 anasema, naye Roho akaniingia, akanisimamisha. Huyo anaangusha watu ndio mgani? Na leo sababu ya kwamba unaangalia the power of darkness and the power of God, they are fighting. Kwa hivyo wakati ambazo nguvu zinapigana, lazima tuwe nguvu zote moja iachiliwe.
Lakini kuna watu wasaachilia Mungu wakabaki na Shetani. Na wakati ambao tumeachilia Mungu tukabaki na Shetani, lazima taifa liingie hapa. Na sababu sahi unakuta kwamba damu zinatolewa, sacrifice. Of course, yes. Asa some students unapata watu wametolewa sacrifice. Unapata kwamba ati ya kwamba watu wadogo unakuta mtu amepatikana amekufa. Lazima tuelewe Mungu alaka vitu hivi vinaachiliwa. Kwa nini? Kuna siku moja mbisho, Yes. wakati ambao Israeli walimwaga damu kama Kenya. Baada ya kumwaga damu, Mungu akasema ole wao mji. Naomba tuombe somo la kusikia. Katika Neno 3. Oh yes. Akalia taifa la Israeli walimwaga damu ambayo ilikuwa na hatia. Kama vile sasa watu wanaona Kenya, unakuta mama amenyongwa, unakuta mama amechomwa, unakuta mtu ameuawa, unakuta kwamba Mungu alikasirika. Sikiza. Oh yes. Naomba mtatu mstari wa kwanza. Naomba mtatu mstari wake ni wa kwanza. Mungu anaumia sana na anaumia taifa la Kenya mpendwa. Naomba mtatu mstari wa kwanza anasema hivi. Ole wake mji wa damu umejaa mambo ya uongo na unyang'anyi. Oh my God. Akasema ya kwamba ole wake mji uliojaa damu. Angalia sai. Unakuta mtu amenyongwa, ametekwa nyara, amenyongwa panga, amekufa, amenyongwa, amekatwa. Angalia sai bifu. Yes. Hata watoto wadogo wanauawa, wanaibiwa, wanatekwa nyara, wanafanywa rape, baadaye wananyongwa. Because ya makafara. Kwa sababu kuna sacrifice ambayo simeitishwa. Like now tuko mwezi wa 6 tunaelekea, ndio maana sasa hivi for biko juu. Na kwa sababu mwezi wa 6 ndio sacrifice zinatolewa za Shetani. Kwa hivyo watu wasipokaa kama Mungu, wasipokaa katika njia za Mungu na wakae katika maombi, yes, they will face the consequences. Hakuna excuse. Ili ukatae Mungu upatane na Shetani. Wewe ukae kwa Mungu akuokoe. Aidha ukae kwa pastor muongo, mkufe na yeye. Mkufe na yeye. Ama ukae na mchomeka na yeye. Ama ukae kwa pastor wa kweli, au kwa roho yako na pamoja na nyumba yako. Na nyumba yako na wokovu wako. Yaani lazima uelewe siku ya leo uamuzi ni wako. Mungu anasinda. Yes. Amekuwekea kama ilikuwa mbili. Anakuambia hapa kuna uzuri, hapa kuna ubaya. Choose one. Aidha uchague ukufe ama uchague upone. Yes. Lakini mtumishi wa Mungu unajua sina ni kwamba watu wengi hawataka ukweli. Wanataka mahali miujiza inakuja haraka. Na nikuulize, hata mama mjamzito anazaanga leo. Azangi leo. Anakaanga 200 days itakuwa jifungue. Yes. Lakini wewe leo umeenda kanisani unangoja upokee ngani leo. Nipokea leo. Na unaona hapa leo na nipokea. Unapokea ngani leo? Wewe imagine unaambiwa ya kwamba atipokea ngari. Kuna watu mtumishi ana akili. Pokea ngari nasema receive. Kuna process. Kuna process. Ule pastor mbona asipokea kwa kwanza? Unapokea kwanza. Lakini kwa ajili watu wasakatanga right direction. Hata ndio maana watu wengi wana Facebook na some things. Kwa hivyo lazima maandiko yanasema Paulo akaenda akaona watu. Anasema ati maandiko yanasema watu wapewe mafuta ya upako. Mafuta ni nini? Tutatuuliza Biblia. Hiyo ni miungu sasa. Tutatuuliza Biblia. That the true word. Mafuta ya kweli ni nini? Tuulize Biblia. Katika waraka wa kwanza, Yohana 2. Mafuta ya kweli sio kichupa cha anointing. Of course, yes. Kema mafuta ya kweli. Siku pako. Hata pako mpaka uchi. Mafuta ya kweli. Naomba niwaonyeshe leo mafuta ya kweli ni gani. Waraka wa kwanza Yohana 2 mstari wake 27 inasema, nani mafuta yale mliopakwa kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haya mtu kuwafundisha, lakini mafuta yake yanafundisha. Swali ambao tunafaa kujiuliza, mafuta ambao physical unaopewa na chupa yanakaa ndani yako? Eka ndani yako. Inakaa kwa physical. Sasa ako ni kimungu kaini. Ako ni kaenda ukondi. Yes. Yaani ka physical ukondi. Unaenda kukaa puntu. Sasa angalia sasa vile watu wamekuwa ni sales. Wazaa poro akili. Unafanya kuligosi. Ndio maana siku wale unakuta kuna mama ako na kamungu kwa handbag.
Wamama wakifungua tuani batakimbia sana. Ni kama wanaume wafungua waleti, nakimbia sana. Utaona miungu imewekwa pale. Kuna mwingine anaambiwa chukua kamuti weka kwa mdomo, customer atakuja. Wakuja wapi? Anaambiwa akienda kama wakati unaambia chukua kifagio upakie mapepo. Mapepo ni spiritual. Kifagio ni physical. Hakams. Unaambiwa kuna mbwa mwingine anapewa chumvi, anaambiwa weka chumvi wa chakula bwana atakutia. Mke wako atakupea. Hizo ni vitu hakuna. Ndio maana sikuwa na mtumishi. Ya kwamba utakuta taifa la Kenya limejaa ukora. Lesaja uongo. Na ndio maana sikuwa na kanisa limepotea njia. Ile njia ambao kanisa ilikuwa yake ndio kanisa imepotea. Na kwa ajili kanisa iliingiza biashara. Ikakataa neno. Ikabaki na biashara. Jesus. Ambao kuna wakati mmoja sio Kenya imeanza. Kuna wakati mmoja mji wa Juda na Yerusalemu wakafika mahali wakaanza kufanya biashara kanisani. Sikia kile Mungu aliwapa. Na mimi napenda kufuata Biblia sana. Kwa sababu Biblia ndio mwalimu. Katika 3:15 kitabu cha Yeremia, sikia vile Mungu alisema. Alipoona wachungaji wameharibika, wameanza kupea mtu watu small gods. Sikia vile Mungu alisema. Oh, thank you Jesus. Mungu anisaidie sana. Mungu atuhurumie sana, alete revival kwa watu wake. Katika Yeremia 3:15 anasema, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendeza moyo wangu. Oh, thank you. Watakao wasikiliza maarifa na ufahamu. Mungu anasema, sio James. Anasema nitawapa wachungaji watakao wafundisha kwa ufahamu. Si wa mtaba na maji na chini na chumvi. Unajua sasa kuna watu wamebesa mpaka hizi. Na kutoka kwa hizi watu. Kuna watu ambao amepewa mbangos, si mbangos ni uchawi. Amepewa necklace, sio necklace ni uchawi. No powers. Ndio sababu unajua kwa nini pastor anaweka pale hospitali yote. Kila pete. Ati mpaka unakuta pastor ako na panga. Kanisa anasema leo ni panda panga. Wao unasikia maandiko haya. Yaani kumbe wale watu ambao wasakosesa watu wanaopea miungu uchawi. Unakuta mwingine amepewa sticker, weka sticker yangu pale. Mpaka niliona mwingine anachukua nguo ndani anapiga picha yake, anaambia watu kichukua utaolewa ama utaoa. Huo ni uchawi. Yaani akalia dhambi ambayo inatendeka. Ndio maana siku leo hata kanisani kumejaa watu wanaoganga. Mtu anaandaa kaisi kakasi, akona kaisi kandoa, akona kaisi kakukuta wateja, mkaka mwingine akona uchawi, anafunga watu wenyewe. Anakula watoto kanisani. Unafikiri mapasta wangapi wanatoa sacrifice? Wangapi? Wanatoa sacrifice ndio wakuwe famous. Unajua kama una cheo, una cheo unaweza una wazi. Unajua tena hiyo kudharau sijui hauna pesa. Hauna pesa. Songa kujia kama. Hauna pesa. Unaona kwanza anaona kwamba pesa ndio kwa Mungu. Pesa sina pesa na dharau na mapasta wengine. Mabisho. Unadharau na nitabaki na ule Mungu. Na kuna kwa ile siku atakuja mtajua. Na ile siku ambayo nitamuita atashuka. Unajua kuna siku moja ambayo aliita watu walikuwa na miungu. Ni kama Wakristo wa siku hizi wengi wana miungu. Akawaambia sasa iteni Mungu wenu ni mikono. Akuomba. Aliinua mikono. Alinua nini? Alinua mikono tu. Bado ulisuka. Hakutoa dhabihu. Wengine walikuwa dhabihu. Lakini yeye alinua tu Mungu tuonekane. Mpaka alikuwa anauliza, kwani Mungu wenyewe amelala leo? Jikatakateni. Tuone kama atawasikia. Na akatupa na mangojea. Anawangojea. Lakini Mungu wake alikuja na kulamba watu. Jesus. My God. Yale akalia sasa. Bila watu wamekataa the power of God. Wakageukia the power of darkness. Wakageukia the power of darkness. Ndio maana siku ya leo Roho Mtakatifu yuko kanisani. Roho Mtakatifu isanganyikana na Shetani. Roho Mtakatifu. Amen. Na wasi ukaleta vitu vingine. Ukadhania Roho Mtakatifu. Amen. Wajiulize kwa nini mtumishi wa Mungu? Kwa nini mtu anaomba mguu? Anapona mguu ndio inaisha. Anaombewa kazi. Akiombewa kazi anapata ugonjwa. Yes. Kwa nini? Hata niko na testimony nyingine ya watu. Ndio. Wanasema ya kwamba wakati niliingia kwa ile kanisa, nilifilisika kila kitu. Lakini every day naambiwa receive
receive but nothing I'm receiving. Unajua unareceive. Niona mwingine achukua simu anaambia watu inua njoo pesa nyingi ito wapi? Fanya kazi kama unataka kununua ngari. Fanya kazi. Fanya kazi yako, fanya ukitegemea Mungu. Usitegemee riziki. Ndio maana watu wa sasa wanaambiwa hizo wametuliza ni maskini wa hai. Kwa sababu gani? Wewe unaambiwa pokea, basi anawaambia fanya hiki. Chukua hiki beba. Mbona wasibeba apate miujiza? Hakuna miujiza ambayo inakuja kwa miungu. Miujiza inakuja kupitia jina la Yesu. Amen. Kuna kiwete mmoja alikutana kina Petro pale gerezani. Petro wako na kitu walimwambia by the name of Jesus Christ. Go. Inuka. Sio pokea tu mbebe. Sio pokea maji ubebe ama kitambaa ama hatuna kitu. Lakini tuna nguvu. Tuna nguvu na uwezo na mamlaka. Jina la Yesu. In the name of hawa watu walikuwa na nguvu. Na akamwambia sisi hatuna kitu. Lakini kile tuko nacho tutakupa. Tutakupatia. Naweza kuwa sina pesa. But niko na nguvu ya jina la Yesu. Lakini siku ya leo jina la Yesu. Ndio maana sikia. Unajua hata nikwambia mtumishi wa Mungu. Pepo ukiwa na Yesu ndani yako na nguvu za Yesu, haufanyi kufanya discussion na pepo. You have given authority to command. Yale unapewa mamlaka ya kucommand pepo inyamaza. Lakini saa hii unasikia mtu anaambiwa mko wangapi? Yes. Ni wapi Yesu anafanya? Akaenda akadiscuss na demons. Walikuwa wanaona mwambia, tuko na nini mwana wa Yesu? Tuko na nini Yesu Kristo? Ni kwa nini siku ya leo watu wanatembea na Mungu kwa sababu wamechanganya. Yale kwa sababu Mungu asionekane sa kweli kwa sababu watu wamechanganya. Kama ni mahubiri yako na pete, ameenda Amerika, ameenda Nigeria, amepewa pete. Ameenda pale, Tanzania. Amekatakatwa, amewekwa. Amewekwa. Yule mwingine amepewa kimkubu kama mkubu wa msalaba. Anakuja anatika mama hiki anaambia na wapenda wa mimi. Sasa vitu kama hivi ambavyo vinafanyika. Hebu imagine sasa wewe mlisho mchukue wanawake hapo na wanaume wacho kuambia na waosa. Watoe nguaza ni hapa. Wao ni shetani. Awani tunadikaiza usalati. Kuna mwingine anasema, kuna mwingine alienda kuona the man of God. Akamwambia sina mtoto. Akamwambia ukitaka kureceive mtoto wa kwanza, ugatulane na wewe. Ureceive kwanza nikupee ako kamiracle. Adani bwana. Yale upewa miracle. Upewa miracle kwanza na wewe. Sasa uniambie kama tunanitroduce kama sio salatu tunaitroduce ni tunaitroduce. Sasa hiyo ni shetani. Ndio maana watu wengi siku ya leo Wakristo wengi wanateseka, wanalia, wanahangaika ni kwa sababu akili zao zimeabudu wanadamu kuliko Mungu. Unajua sasa kanisa yako mimi na watu 500 wewe singia watu. Wewe singia huko. Hiyo Mungu. Maana kuna watu 5. Hapana hakuna Mungu. Hapo hakuna Mungu. Mpaka mahali. Lakini mpaka watu wako wengi. Ya nane. Na you what? Ni nini kimefanikiwa hapo? Lakini Mungu atembea na moto tunji. Atembea na watakatifu. Righteousness. Atembea mahali kuna wingi. Anasema mkiwa wawili watatu kwa ajili yangu. Amen. Hata sasa Mungu ako hapa na sisi. Anatembea hapa na sisi. Oh Jesus. Lakini kwa sababu watu wengi wana believe. Watu walio wengi. Hata Shetani anajua kukurokota watu wengi analeta. Hata saa hii ndio maana kutaka kila mkutano ule mkubwa watu wa mtoto amekufa. Mtu amekufa, ameanguka. Amekufa. Nini huwa? Kwani Mungu anaua? Na kwa sababu lazima atolee Mungu yake sacrifice. I knew sacrifice. Oh my God. Wao sasa na kwa nini mapepo mengi yanataka kwa Kristo? Kwa sababu tunashirikiana na mapepo kupitia vitu naopewa. Amen. Au wewe kubeba vitu, unapaswa kubeba Yesu. Yale ukiwa na Yesu ndani yako. Amen. Ni sana tosoni msingi. Na nikuulize hivi, katika mitume wote nani alibeba vitu? Hao alibeba biashara. Yesu akaingia kanuni. Katika Yohana 2:16. Yes. Akaingia kanisani, akakuta watu wanauza. Sikiliza bila niwaambia. Yohana 2. Mungu atusaidie sana. Taifa letu linafaa kutubu. Na wahubiri wachunguze mahali wamepotea njia warudie Yesu.
warudi wafundishe injili, watu wakombolewe. Katika Yohana 2 akawaambia wale waliokuwa wakiuza jiwe, yaondoeni haya, msiwa nyumba ya baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Hawa ni watu ambao walikuta kanisani Yesu. Akakuta watu wamengeuza kanisa, wanausoma mpaka nguo za ndani, kofia, vest, koti, mpaka nimeona mwingine anauza hapo. Imagine hapo 500. Okay hapo. Yaani hapo ya 40, 500. Ati mpaka unapewa ndisi. Mpaka Mungu anatambua pesa nyingi. Yaani mpaka mwingine anapewa ati mafuta ya kibuyu yanakawa 500. Unaona biashara gani? Hawa watu wana akili kuliko sisi. Yale akalia watu na ndamu, unakuta mwingine amekuwa kibanda anasema ndio ibada ya kuvuka mlango. Unavuka mlango ukienda wapi? Zumbuke dhambi. Na ukivuka dhambi unaona ushindi, lakini kumbe watu wengi wasakataa kuvuka dhambi. Ndio maana siku ya leo kanisa imejaa Shetani. Amen. Yaani unakuta kanisa watu wanapika mabnduru, kumbe asi watu. Ni kanisa imetangana mapepo. Oh my God. Sasa nikuuliza sister. Mbiso nikuuliza wewe. Mtu akienda kwa mganga anapewa kajibu abebe. Akienda kanisani anapewa chumbe abebe. Tofauti ya kanisa na kwa mganga ni nini? Hakuna. Watu akienda kwa mganga anapewa kajibu. Watu akienda kwa pastor anapewa maji. Tofauti ni sasa. Hatuwezi fanya hivi. Tunafaa kuhubiria watu wakamjue Kristo, na Kristo akae ndani yao, akalete msaada akiwa ndani yao. Lakini tunahubiria watu kuhusu kwa vitu. Amen. Ndio unapata mtu amebeba kamba. Wewe kausi kanguo ni mchawi. Ati wewe kausi kanguo kana ukana muujiza. Wewe ni mchawi. Ati beba kitambaa, beba kausi yaka fungia kwa kidole. Ni wakati ambao mpendo wakundi katika njia. Ni wakati ambao wakundi katika njia zilizo za kweli. Amen. Na kama tunataka taifa letu lipone, sisi wachungaji tuchungushe ni wapi tumeacha kufundisha watu kweli na tungeuke. Angalia sai kanisa imebeba na wanasiasa. Kanisa la Kenya sai kingdom ya Shetani ambao ni ya siasa imebeba kanisa. Basi akipewa kambasa matusi na jama tabauni. Yale akipewa kambasa anafunikwa. Uniambia kama ufisadi kwa nisani, basta anafunikwa na kambasa, matusi na deka. Unajua ufisadi utaisaje? Yale kama siku ya leo kanisa tumeachia ufalme wa Shetani wa siasa. Hata saizi Kenya katika hiyo taifa letu la Kenya. Ni wakati ule mwenye amepata ujumbe, apatiwe katika maybe aende katika State House akaambie mtumishi wa Mungu venye anafaa kufanya. Praise the living God. Amen. Amepatiwa message. Ende ambie mfalme, fanya hivi na hivi, Mungu anataka hivi. Akifika pale, anaona aka kabahasha akatatoka. Anarudisha wapi? Anasema hii siwezi ambiana mimi nikwenda na kabahasha. So wale wenye tumewekwa pale, au wenye tumetazamia hili waenda wakaongea na mfalme, wakamwambia hii na hii wacha kufanya haya, lakini hao hawaendi kulingana na venye Roho wa Mungu anasema. Wanaenda kulingana na venye pesa inasema. Sasa kaka bilioni kamoja nimepewa hapa, na mtoto ana shida, nikifikiria hivi sina hii, naambia mfalme utaishi milele na utaendelea kumiliki sijui nini. Na ni uongo, wacheni uongo, watumishi wa uongo waache uongo. Na Mungu ameniambia, aliniambia wakati nilikuwa naenda Kirinyaga, Mungu anakuja na kifagio mtumishi wa Mungu. Anakuja kuwaondoa. Because watu wanafanya, wameuza hata hii Kenya. Wameuza hata watoto wetu. Wameuzwa, wamenyamazishwa. Why? Because wamelipwa. Hakuna mtu wa kusimama. Hata hawa apostle kubwa ama bishops hawaendi State House kusema venye kunafaa. Hapana. Hatutaogopa. Hatutaogopa. Hapana. In the name of Jesus. Na sisi hata tukisimama hapa tuseme hivi na hivi, hawezi tusikia because hatuna followers ya 6,000 members. Nonsense. Lakini sasa kisinda moja. Ni wewe kwamba utapewa milioni moja. Lakini roho yako itaenda kuteseka. Na natesa watu wengi. Yeye ameuza. Unauza watu. Ameuza. Unauza watu. Yes. Na ukiuza watu wa Mungu atakufuata. Sikia kitabu ya Wahubiri. Nataka nikimalizia nikupea kitabu ya Wahubiri.
Nataka nikupe kitabu ya ubiri ambao Mungu anapea taifa la Kenya. Jeremiah 25. Ambe ukweli. Jeremiah 25. Nakwambia hii ndio hukumu ya kanisa la Kenya na wahubiri wa Kenya. Hii ndio hukumu yao Mungu anatoa. Katika kitabu cha Jeremiah 25:34, hii ndio hukumu yao Mungu anasema. Jeremiah 25:34. Pikeni nyoyo enyi wachungaji na kulia na kunganga na kunganga katika manjibu. Yes. Enyi mlio ndani mabishop na maapostoli hawa katika kundi, maana siku ya kuwa kwenu zimetimia kabisa. Nami nitawavunja vipande. Yeah. Na nitawaangusha kama chombo cha anasa. Na wachungaji watakuwa hawana njia ya kukimbilia, wala walio ndani katika kundi hawataokoka. Hiyo ndio Mungu anasema. Yaani wachungaji hawa anasema sasa nitawavunja sasa. Hata nikiwa njia. Kwa sababu gani? Unajua mtumishi wa Mungu, kabla tuamalizie, ningependa tuonyeshe watu. True pastor na pastor uongo. Yes. Tuambie. Nataka tumechoka na uongo injili. Yaani tuangalia sasa. Mungu asatoa kitabu na akasema pastor atawavunja walio ndani, maaskofu, mareverend hawa kubwa. Anasema walio ndani hao ni viongozi. Atawakata kichwa. Na wakatwe. Sasa anasema atakimbia. Ataokolewa. Atawavunja. Sasa swali nje. Tutajua pastor wa kweli. Yes, hapo ndio tuko. Pastor wa kweli, a true preacher. Tunamjuaje? Jeremiah 23. Tujue pastor wa kweli kazi yake ni gani? Jeremiah 23:22. Acha kwanza pastor wa kweli. Katika Jeremiah 23:21 ni kuonyesha pastor wa kweli. Lakini kama wachungaji, lakini si kuwatuma manabii hao, lakini walikwenda mbio kusema nao, walitabiri uongo. Hao wanaambia president, utabarikiwa, utakuwa utaendelea. Mungu anasema si kuwatuma hao. Lakini kama wangesimama katika baraza langu, hiyo ndio mstari kusikia. Lakini kama wangesimama katika baraza langu, ndipo wangewasikilizisha watu wangu maneno yangu na kuangeusa waache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Pastor wa kweli ni anaoleta watu kwa Mungu. Anawaambia nje ifai, ufisadi ufai, chuki ifai, wishi ufai, wacha kuchukua mashamba wenyewe, wacha kuchukua mke wenyewe, wacha kuchukua pesa wenyewe, wacha kuchukua mume wenyewe. Huyo ndio pastor wa kweli. Pastor wa kweli apei watu vitu, anawapea nchi. Ukweli. Na ukweli hii ndio ukweli. Itaweka uhuru. Ya Mungu anasema, mkifahamu kweli. Itaweka uhuru. Mkifahamu kweli. Nayo kweli itataweka uhuru. Na baraka. Tunatafuta. Na baraka. Na baraka. Na amani. Na ulinzi. Ukifahamu kweli. Amen. Na zaidi ya yote utakuwa mwanafunzi. Oh God. Unajua mtumishi wa Mungu, kuna Wakristo na kuna wanafunzi. Wakristo ni jumla, hata wenye dhambi. Yes. Wanafunzi ni waliosikia kweli. Sasa Yesu hataki watu. Ataka wanafunzi. Hataki watu. Ataka wanafunzi. Acha wingi wa watu. Kwa hivyo mimi sitafuti watu. Natafuta wanafunzi. Tafuta wanafunzi. Hata kama ni wewe, unakwenda kubiliana. Wewe kama unataka wanafunzi, tusonge mbele. Mwanafunzi ni nani? Mwanafunzi ni anayekaa katika neno. Anayetafakari neno. Anayesika neno. Anaobeba neno. Na anayefuata neno. Biblia inasema ya kwamba na kuna ile wakati shetani akapatiwa mamlaka aende ahubiri na Bible. Ndio. Aende atoe mapepo. Ndio. Na niye anajitoa kama ni yeye. And then aende akawahubirie na Bible, akawapatize, alete watoto, yani ila wata kuyukia wasiana
hiyo hata mumletee mpaka watoto mliozaa, Ndio. mumletee, yani afanye hayo yote, lakini asiache mkajue njia ukweli. Na ndio unakuta saizi kanisa imejaa umalaya. Huyo pastor amelala na watu wote kwa kanisa. Na anasema na kuna bibi. Na unajua anasema, hapo unajua mapasa God. God, my God. Ah, my God. My God. Oh my God. Yani God huyu. Unajua lakini kama izalaya. God ni Mungu wa kabari. Oh, yes. Mungu ni wengi. Hatuna makosa, hawana makosa. Ni Mungu wao. Lakini lazima utambue Mungu wako ni nani. Lazima utambue Mungu wako ni nani. Kwa nini anasema Yesu Kristo? Hawezi akatayo njia ni moto. Lakini my God, hata ukibeba ngilasi unaweza fanya Mungu wako. Hata mke wako na mume wako anaweza kuwa Mungu wako. Pesa yako inaweza kuwa Mungu. Simu inaweza kuwa Mungu wako. Kwa hivyo akisema my God, anajua Mungu gani anasema? Anasema. Mungu asaidie sana. Atusaidie. Na Mungu aturumie sana. Amen. Kwa hivyo wapendwa, tumwangalie Yesu. Tukimbilie Yesu. Amen. Kwa Yesu kuna raha na kwa Yesu kuna amani. Amen. Kwa Yesu kuna ushindi na kwa Yesu kuna baraka. Ukijua kweli utaona ushindi. Mungu anasema katika Ayubu, mjue Mungu utafanikiwa. Ufanikiwa jingine ni kumjua Mungu. Na Mungu ni huyu. Hapo mwanzo kulikuwako nani alikuwa Mungu, na leo ndio Mungu. Huyu ndio Mungu. Ukijua hiki na ufuate, unabarikiwa. Amen. Wabariki sana. Wow. Na Mungu ainue sana. Amen. Asante. What a wonderful message in Jesus name. Hii itakangwe na watu wengi, lakini ni ya wachache. Wenye Mungu alikuwa amechagua wakasikie. Hao ndio Mungu alikuwa ametayarisha ili tukaweze kujua ukweli, na ukweli itatuset free. Yani ukweli itatukomboa kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Sisi ambao tumeitwa, acha tusimama kwa ukweli. Na lazima wa ukweli na wa uongo wajulikane. Praise the living God. Siku nyingine nikafikiria apostle. Nikasema sisi wote tumeungana, maybe wewe mimi niko na service. Niite mapasta wakuje tuombe. Lakini nakuta mpaka wenye wamejichanganya, wanakuja wanainua nini? Mikono juu. Wengine wameenda wakanunua masabuni ya kujiogesha, wanainua mikono juu. Wameenda wakachukua mapete, wanainua mikono juu. Wengine wamenyang'anyana, wengine ni wakora, walaya, takataka hizo zote. Lakini tunakuja pale, tunainua sisi wote mguu. The devil is a liar. Kama wewe ni wa Freemason, kaa huko. Kaa huko kabisa. Fungua kanisa ya shetani uite Freemason. Fungua kabisa. Wacha kujitanisha na Mungu. Funga hizo makanisa zote zenye mnajifananisha na Mungu. Wacheni kuconfuse watu wa Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo. Wa Mungu wakae kwa Mungu. Wenye wanajua anaongea kweli na utakatifu. Wasimame kwa saidia. Tujuange ile kanisa ni ya uroho na kweli na utakatifu. Na ile ni ya shetani. Ndio hivyo. Sasa mtu akitaka kuingia anaingia kwa shetani. Hata wana Waisraeli waliamua kuabudu sanamu. Wewe amua. Uende hivyo. Amua. Chonga. In fact hatukuje kuambia wewe usitoke hapo. Ukitaka kukaa hapo. Na Yesu anakuja upesi. Ndio njia. Na nyinyi mwenye mnajifananisha mkitanga Yesu Kristo, lakini nyinyi ni ile side nyingine. Mungu anakuja na upanga. Mungu asaidie sana. Mungu anakuja na kifagio na kichungi. Hamtalilisha watu tena kwa jina la Yesu Kristo. Mimi ni Bishop Jessica na nimeokoka. Kristo ni Bwana na ninahubiri nikiwa kwa Kristo na nikiwa nimeokoka na ninamuogopa Bwana katika jina la Yesu. Tuambie bali unapanga apostle. Na ukiambia watu na wapatie namba yako, kwenye mtu anaweza kupata na kuja asikie huyo pastor anahubiri injili ya ukweli. In Jesus name. Asante sana mtumishi wa Mungu. Majina nashukuru, mimi naitwa Apostle James, ni Yesu ni Bwana. Sio Yesu tuongeleni, Yesu Kristo. Yesu amekuwa kimbilio langu na msaada wangu, mtetezi wangu. Mimi nakuanga pale Kawangola mtetezi kama kwa nchi ya Kenya. Hapa ndio tunahubiri injili. Na kama unataka muujiza usikuje. Lakini kama unataka kuinjili kuja. Kama unataka container usikuje. Kama unataka kuhubiriwa ukweli wa Biblia na mbinguni kuja. Lakini kama unataka muujiza haraka enda kwa Nebuchadnezzar. Na Mungu ni mwaminifu. Kwa hivyo kama unataka muujiza usikuje. Mimi naambia watu. Na kama unataka kuombewa usikuje. Lakini kama unataka kuhubiriwa kuja hata sana za usiku. Niko sawa, mimi si atu kuombea watu. Mimi nimetoka kuhubiriwa. Nikikuhubiria ujue kweli na ujue neno. 56:53 utamwendea Yesu. Na atakusaidia. Amen.
Kwa hivyo kama unataka kujua kweli Biblia, Yes. bila kupiga kona, Yes. bila unjanja, kuja. Tuse, Amen. tukatane, Amen. kwa sababu leo ni kupanga. Ninakukata, ninanikata, mbele na nyuma. Yes. Unakuja. Amen. Kwa hivyo niko pale Kawangware, namba ya simu ni 0790 711 806. Unaweza kunipigia hiyo namba kama unataka kuongozwa katika toba. Na kama unataka kusikia injili pia, platform ni mingi ya Bishop iko pale. Na pia yangu Pastor Kimathi pia iko live pale utaipata. Na Mungu atawabariki sana. Tunawakaribia sana kwa jina la Yesu. Tunawapenda. Mungu anawapenda zaidi. Tumeshukuru sana kwa muda wenu ambao mmesukua kutazama. Mungu awainue na awape neema. Asanteni sana. Nashukuru Bishop kwa nafasi ulionipa. Mungu akuendelee kuinua. Amen. I don't take it for granted. Amen. Kwa sababu sio rahisi kukaa na Bishop. Amen. Amen. I don't take it for granted. Yes. I just humble. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Na usibadilike moyo. Amen. Endelea kuwa na moyo mnyenyekevu. Amen. Usijiinue. Amen. Ngoja Mungu akuinue. Amen. Usijitukuze, acha Mungu akutukuze. Amen. Endelea kuwa na moyo mama. Amen. Mungu akutetee. Amen. Na akupiganie. Amen. Na akulinde. Amen. Na akuhifadhi. Amen. Na akutunze. Amen. Ndio unaoendelea nayo. Amen. Mungu aipanue. Amen. Aendelee kuilinda In Jesus' na kuitetea. Amen. Na Mungu amekaa kuleta revival na kuleta ushindi. Amen. Mgonjwa akiingia pale apone. Amen. Kiwete akiingia pale Oh, Jesus. atembee. Amen. Mtu ukimwi akiingia pale apone. Mtu wa kansa akiingia pale Amen. apone. Amen. Kwa jina la Yesu. Etote inanyenyekea zaidi. Amen. Mungu akuinue sana. Oh yes. Asante. Amen. Thank you so much Apostle James. Na huko Kawangware tutatembea. Karibu sana. Tutatembea huko kwa jina la Yesu. Karibu sana. Sasa watu kama nyinyi ndio napenda. Ndio. Wenye tunachukua mshahara tunachukua. In the name of Jesus. Amen. Hata mfalme anataka kusikia ukweli. Mungu anasema nini? Because hata yeye ni rehema tu za Mungu. Kweli kabisa. Zimemweka pale. Kweli kabisa. Na Mungu anaweza mbariki akae miaka mingi pamoja na watoto wake. Ndio. Pamoja na aridhi mambo mengi sana. Ndio. Na hata yeye anaweza kaa kwa kiti zaidi akimwogopa Mungu. Kwa hivyo tusiogope kusema ukweli, wacheni tuzidi kuhubiri ukweli na ukweli itatufungua ama itatuset free in the name of Jesus. Shalom, shalom. God bless you. Na Mungu akaonekanie na akawabariki kwa jina la Yesu. Tunakuanga hapa every day, every Wednesday. Na mimi nakuanga hapa every Tuesday at night, every Tuesday to Friday. Every night join me, and every Wednesday niko na guest na kuletea guest. Si mwenye anakuja kukwambia ati atuma hapo pesa ya nikutabirie ama nikupatie mafuta ama nikupatie nini. Hapana, na kukuletea apostle ama pastor. Na unajua tumebarikiwa, tuna maapostle wale wameingia tu hapa. Apostle anataka take injili kabisa ili watu wakombolewa kwa jina la Yesu. Kwa hivyo wakati tunaenda hapa every day, join me so that we can know what God is saying in the name of Jesus. God bless you. Shalom.